Kila kijana mwenye ndoto za mafanikio ya muziki, kila kijana mwenye ndoto za mafanikio ya muziki Tanzania na Afrika Mashariki, ndoto yake kubwa ni kusainiwa katika record label ya Wasafi. Kwa sababu ndio record label kubwa namba moja Tanzania pamoja na Afrika ya Mashariki. Kwa hiyo kwa Traizer, taarifa ambazo zinasema kwamba kasainiwa Wasafi, kwetu sisi tumezipokea kama taarifa bora mno, lakini pia zimetufurahisha mno kwa sababu ni sehemu sahihi ambapo vijana wengi ambao wanafanya muziki wanatamani kusajiliwa hapo. Anatamani kusajiliwa hapo, kujiunga na WCB. Kwa Traizer, namna ambavyo walivyokuwa na struggle mpaka alivyofika hapa, unaona anaweza kaimili mikiki na soko la industry ya Tanzania. Kwanza niseme nadhani wa Tanzania wameonjeshwa kidogo na Traizer kupitia nyimbo zake ambazo alizitoa hapo awali. Wasafi hawajapoteza kumsajili Traizer. Wasafi hawatajutia kuwa na Traizer katika record label yao mpya. Ndio msanii pekee ambaye namuona kwenda kufanya makubwa akiwa katika record label ya Wasafi. Ndio msanii pekee ambaye namuona ataenda kufanya yale ambayo wengine walishindwa. Tuzo kubwa walishindwa kuzileta katika nchi yetu ya Tanzania, lakini namuona Traizer kwenda kuchukua tuzo kubwa ambazo wale wengine walishindwa. Nazungumza hivyo kwa nini? Kutokana na aina ya muziki wake ambao anaimba. Ukimsikiliza Traizer akiwa anaimba unaweza ukasema Arakeli. Ukimsikiliza Traizer akiwa anaimba unaweza ukasema zile style za R&B anazoziimba Chris Brown. Kwa hiyo namuona kabisa kutokana na radha ya muziki wake kuna kuleta tuzo kubwa za kimataifa katika nchi yetu ya Tanzania, ambapo Diamond Platnumz alishindwa, nazungumzia Harmonize alishindwa, nazungumzia Alikiba alishindwa, lakini kutokana na style ambayo anaimba Traizer, naona tuzo hizo kubwa duniani zikija Tanzania. Zikija Tanzania. Kwa muziki wa mdogo wako ulivyoanza, sapoti ya familia ilikuwaje mpaka kufikia hapa? Lakini kabla ya kujibu hilo swali, natamani kujua kwamba ilikuwaje mpaka Diamond kufika kukutana na mdogo wako na kuanzisha makubaliano hayo. Kaka nikwambie, Diamond anajua muziki kwa sababu yeye ni mwanamuziki mkubwa Tanzania na Afrika Mashariki. Kwa hiyo kwa Traizer muziki wake ulivyo ulimshawishi kwa ukubwa mno Diamond kumsajili katika record label ya Wasafi, kwa sababu aliamini ya kwamba sasa hivi Tanzania inahitaji mwanamuziki ambaye atakwenda kuitangaza Tanzania zaidi katika mipaka ya kimataifa. Nazungumzia katika masoko makubwa ya dunia ya muziki, chati kubwa za Billboard na muziki Tanzania, ambapo wasanii wengi walishindwa kufikisha muziki wetu huko. Kwa hiyo Diamond alichungulia biashara, akaona biashara sahihi ipo kwa Traizer. Kaka, kuna baadhi ya wasanii ambao walipita katika lebo ya Wasafi ambao walishindwa kufikisha malengo ya mashabiki wengi wa WCB ambao walitamani wasanii hao kuwaona. Namzungumzia msanii, sio kwa ubaya, msanii kama Lavalava, msanii wa muda mrefu ndani ya Wasafi, msanii ambaye alipendwa sana Tanzania na Afrika ya Mashariki. Nazungumzia mikoa hii ya Pwani, ukimzungumzia Lavalava wanamkubali mno, lakini alishindwa kutokana na aina ya muziki wake. Muziki wake unachagua eneo la kusikilizwa. Lakini pia msanii kama Mbosso, msanii ambaye ana heshima kubwa sana Tanzania, Afrika Mashariki, watu wanampenda sana Mbosso, lakini Mbosso naye alishindwa kwenda katika masoko ya kimataifa ya muziki wake. Nazungumzia leo hii hapa Afrika kuna nchi nyingine ukimzungumzia Mbosso hawamfahamu, kutokana na aina ya muziki wake umechagua maeneo. Yani Mbosso atasikilizwa Kenya, Mbosso atasikilizwa Tanzania, Mbosso atasikilizwa Burundi, Mbosso atasikilizwa Kongo, Mbosso atasikilizwa Rwanda, lakini ukifika nchi kama Nigeria, ukifika South Africa tu hapo chini hapo karibu tu hapo, ukiwaambia Mbosso pengine hawatamfahamu, kutokana na muziki wake umechagua eneo kutokana na style yake ya uimbaji. Lakini pia msanii kama Zuchu,
ni msanii mzuri sana, lakini pia mziki wake umechagulia eneo. Achana naye. Umechagulia eneo. Lakini naiona Trayzor kwenda kufanya makubwa kutokana na radha ya mziki wake, ni radha ya kimataifa. Trayzor ana radha ya mziki wa kimataifa ambao wakina Mbosso, Lavalava hawana. Kwa hiyo Diamond ameenda kusajili msanii ambaye anakwenda kumuingiza katika soko la kimataifa. Ndio maana nakwambia hapa Diamond hakupoteza. Ameenda kusajili msanii ambaye atamuingizia fedha nyingi mno. Kaka, ukisikiliza Trayzor akiwa anaimba unaweza kusema, narudia tena, ala Kelly yule wa enzi zile. Kijana anaimba, kijana ni fundi mno. Hivi Mtanzania gani ambaye anaweza kusema Trayzor hajui kuimba? Mtanzania gani sasa hivi anaweza kusema Trayzor kuimba hawezi? Mtanzania gani ambaye atakwambia kwamba Diamond Wasafi wamelamba garasa, wamesajili garasa mwaka huu? Kaka, tuongee kwa ubaya. Mchukue D-Voice ambaye mwaka jana ametambulishwa katika record label ya Wasafi. D-Voice, watu walitarajia makubwa kwa D-Voice kipindi anasajiliwa Wasafi. D-Voice leo yuko wapi? Tunamsikiliza, nyimbo zake zinatoka, sio kama atoe nyimbo, zinatoka, zinafika wapi? Kuna muda Diamond anakaa namkumbuka sana Harmonize. Atuzungumzi kwa ubaya. Harmonize alikuwa msanii pekee wa kwanza ambaye Diamond mpaka sasa hivi anamuappreciate kwamba hichi kichwa. Harmonize ni msanii wa kimataifa. Anajua kuchange. Anajua kwenda, wanakuambia kwenda na mabadiliko ya mziki. Harmonize ukiangalia alivyoanza mziki wake kipindi hicho, Ayola, na sasa hivi nyimbo anazozitoa unaona kabisa ni msanii ambaye ameweza kubadilika, tofauti na wasanii wengine ambao Diamond aliwasaini ndani ya Wasafi. Namzungumzia msanii kama Mbosso, Lavalava, ni wasanii ambao walishindwa kubadilika na soko la kimataifa, ambapo Harmonize aliweza kubadilika. Harmonize ukimsikia sasa hivi anaimba unaweza kusema msanii kutoka Nigeria, msanii kutoka hata mataifa mengine ya Ulaya, kwa sababu ameweza kubadilika. Unaweza kusema kwa nini Rayvanny anashindwa kwenda sasa hivi na anataka kujirudisha hivi? Kaka, Diamond kachungulia na kaona sehemu sahihi kutakachofanya Wasafi kurudi kwenye moto wake kama kipindi kile 2017 ni kwa Trayzor. Na mimi nasema tarajieni makubwa mno kutoka kwa Trayzor, kwa sababu ni mwanamuziki anayejiweza, mwanamuziki anayeweza muziki vizuri, mwanamuziki ambaye ukimsikiliza akimba nyimbo zinakuingia, so vurugu vurugu si nini. Mwanamuziki anaimba nyimbo inakuingia. Trayzor, Wasafi wamekwenda kuchukua kichwa kweli kweli. Na uzuri anapiga miguu yote. Nakwambia kaka, Wasafi hawatajutia. Trayzor ni msanii aliyekamilika. Diamond hatajutia fedha ambayo anaenda kuiwekeza kwa Trayzor, kwa sababu ni msanii ambaye ametimia, na heshima ambayo ilikuwa inaonekana kushuka katika mziki wa Bongo Flava. Wasanii walikuwa wanaambiwa wasanii wa Tanzania hawajui kuimba live. Ile aibu na kwenda kufichwa na Trayzor, kwa sababu ni msanii ambaye anajua kuimba live. Juzi wasanii wamelalamika, wamezalilika kwenye show za Trace Zanzibar. Wamezalilika wasanii wakubwa wa Tanzania ambao wanaheshimika. Msanii anashindwa kuimba live. Sasa kwa msanii kama Trayzor, ninavyomfahamu mimi, anakwenda kuifuta aibu hiyo katika wasanii wa Tanzania, kuambiwa kwamba hawawezi kuimba live. Lazima kina Jux. Nakwambia kaka, yani Trayzor anavyoimba huwezi kumweka Jux, huwezi Diamond mwenyewe sio na ukubwa wake, lakini huwezi kumweka Diamond kwa kuimba kwa Trayzor. Anakwenda kuifuta aibu. Wewe msanii bora Afrika Mashariki anachukua beni wa Kenya. Anachukua hapa Tanzania, anachukua tuzo msanii bora Afrika Mashariki. Diamond yupo, Harmonize yupo, Alikiba yupo. Msanii bora Afrika Mashariki anachukua nani? Beni wa Kenya. Katika ardhi ya wapi? Ya Tanzania. Hiyo ni aibu. Na watu wanatamba ni aibu. Na ndio maana Diamond kaumiza kichwa, kafikiria, akaona hapa mtu pekee wa kumsaini Wasafi ni Trayzor, kwa sababu anajua kuimba live, ana muziki wa kimataifa. Kwa hiyo tarajieni makubwa kupitia kwa bwana mdogo Trayzor kuupeleka muziki wa Bongo Flava katika engo za kimataifa zaidi. Na zile tuzo zote za Grammy, CBT, matuzo ya nini ambapo hao kaka zake walishindwa,
yeye atakuja kuzileta katika nchi yetu ya Tanzania. Kuja kuzileta katika nchi ya Tanzania. Inatosha, giza linaingia.